أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. فضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا الله به وبكم آمين. الدور الرابع، دور اللاني من أدوار المشبهة والمجسمة، كما دور مشبهة مجسمة. ابن تيمية وتلاميذه ونفوزواك. والمتأثرين به ولوأثركنا إلى زمن محمد بن عبد الوهاب، mpaka katika zama za Muhammad ibn Abdul Wahhab. Asema Maulana, qad dhakarna fima marra, hakika tumetaja katika fusuli zilizopita, anna ibn Taymiyyah, hakika ibn Taymiyyah, akhadha fikra haula almujassima, alichukua fikra za hao mujassima, alladhina kanu qablahu, ambao kwamba walikuwa kabla yake, wa qa'adahu, na akaziwekea kanuni, waja'ala lahu ususan, na akaziwekea misingi, wajamaa dhalika tajsima wa tashbiha, na akakusanya hiyo tashbih na tajsim, wa asala lahu al-usula, akaiwekea misingi, wa barmajahu, na akaiwekea program, wa nadhamahu, na akaipangilia. Wali alla nutila fi dhalika, na hata tusirefusha katika hilo, lianna fihi tulan, kwa sababu ndani yake kuna urefu, naqtasiru, tunafupisha, fananqulu nususan, tunanukulu nasi libni Taymiyyah, za ibn Taymiyyah, min kutubihi, kutoka katika vitabu vyake, tuthbitu, ambazo kama zinazothibitisha bi annahu kana yaqulu bitajsimi, ya kwamba yeye alikuwa anaitakidi kwa Mwenyezi Mungu ni mwili, wa tashbih, na alikuwa akiitakidi tashbih. Fanaqulu, tunasema, min ajabi ma qara'nahu libni Taymiyyah, katika kauli za ajabu zaidi tulizosoma za ibn Taymiyyah, من أعجب ما قرأناه لابن تيمية قوله، نقولياك في كتابه كتاب شاك بيان تلبيس الجهمية، أو المسمى أيضا، أو كنجويته في الفيلا نقل أساس التقديس، ما نصوب أنه بكم الساكنه. وإذا كان كذلك، نبيندي كيو نهيفو من ابن تيمية، وإذا كان كذلك، نبيندي كيو نهيفو، فاسم المشبهة بس جينا لمشبهة، yani jina la watu kuitwa mushabbiha, wanamfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake, laysa lahu dhikrun bidhammin fil kitabi was sunna, halijatajwa kubaya katika kitabu wala sunna, wala kalami ahadin min as-sahaba, wala katika maneno yoyote katika masahaba wa tabi'ina na tabi'ina. Taban hii ni khilafu alwaqi', hii ni khilafu alwaqi', kwa sababu tashbih yukhalifu at-tanzih wa at-tauhid. Ikiwa tashbih inakhalifu tanzih, bila shak wala raib inakhalifu ayati za Qur'ani tele, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia, wa ma ila dhalik. Qala qabla dhalik, na amesema kabla ya maneno hayo, sahifa 100 mpaka 101, naqilan, hali yakuwa na nukulu maneno hayo, muqirran, hali yakuwa na anayakubali. Asema wal mawsufu bihadhihi sifati, na mwenye kusifiwa kwa sifa hizi, la yakunu illa jisman, hawi isipokuwa ni mwili. Fallahu ta'ala jismun, bas Mwenyezi Mungu ni mwili, la kal ajsam, sio kama mwili. La kal ajsam yani la mahalla lahu min al-i'rab, yani ukishasema Allahu jism bas anta mujassim. Kisha akasema walaysa fi kitabillahi, wala hakuna katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, wala sunnati rasulih, wala katika sunna ya mtume wake, wala qawli ahadin min salafi al-umma,
wala katika kauli yoyote katika watangulizi wa umma wa immatiha na maimamu wake, annahu laysa bijismin, ya kwamba yeye si mwili, wa anna sifatihi laysat ajsaman, na kwamba sifa zake sio miili, wa aradha, na vitu vya kuzuka. Asema fanafiul maani thabita, basi kukanusha maana iliyothibiti bishar'i, kwa sharia, binafi alfadhin, kukanusha matamko au matamshi, lam yanfi maanaha shar'un, haikukanusha au haikupinga maana yake sharia, wala aqlun, wala akili, jahlun, ujinga, wallalalu, na upotefu. Taban haya maana nafikiri tumewahi kuisherehesha kwenye kitabu cha At-Tandid biman addada at-tauhid. Yani taban haya maana yote yani ni mambo tu anayotoa kwenye kichwa chake, lakini katika waqi hakuna. Waqi ya Qur'ani unapingana na haya, waqi wa sunna unapingana na haya, waqi wa riwaya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anasema kwamba mwenye kuitakidi Allahu jismun, huyo nani? Huyo ni kafir. Al-Imam al-Qurtubi katika kitabu chake At-Tadhkar anasema as-sawabu huwa al-qawlu bitakfirihim, yani bitakfir al-mujassima. Vipi useme kwamba salafu al-umma haukupinga au haukulitaja neno la tajsima au tashbihi kwa ubaya? Wa huna nataajab, na hapa tunastaajabu, kaifa yaqulu Sheikh al-Buti, yani ala fikra, hata ukisoma mwisho wa kitabu al-farq baina al-firaq, al-farq baina al-firaq cha Abdul Qahir al-Baghdadi, mwisho kula imetaja katika i'tiqad au aqaida ambazo kwamba ahlu sunnah wal jamaa ajma'at alaiha. Katika hayo ni kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala laysa bijism, in hadha mujma'u alayhi, man khalafa al-ijma' fa huwa kafir. Wa huna nataajab, na hapa tunastajabu, kaifa yaqulu Sheikh al-Buti, vipi anasema Sheikh Muhammad Ramadhani al-Buti, bi annahu, ya kwamba yeye fattasha, amepekua kutuba Ibn Taymiyyah, vitabu vya Ibn Taymiyyah, wa naqaba, na ametafiti, wa bahtha, na ametafuta fiha, katika vitabu vyake Ibn Taymiyyah, falam yajid, hakupata, annahu yaqulu bitashbih, ya kwamba Ibn Taymiyyah alikuwa akisema na akitakidi aqida ya tashbih wa tajsim, na tashbih na tajsim. Taban yani katika makosa makubwa ambayo kwamba aliingia ndani yake Sheikh al-Buti, na sijui ni kwa sababu gani ni hili tena. Hii ilikuwa nakumbuka ni 2004, aya aliyasema mwaka 2004, wakati al-Imam Hassan bin Ali as-Saqaf akiwa katika mjadala mkubwa wa kimataifa baina yake na Mawahabi London, mjadala ambao kwamba haujawahi kutokea, mjadala ambao kwamba hauna mfano wake. Ulifanyika London na ulikuwa unafanyika live katika television ya Al-Mustaqilla. Huu mjadala ulifanyika wiki nzima, wiki nzima, kipambana na mawahabi wote wa dunia kote, yeye akiwa peke yake, anapambana na mawahabi wote. Sasa wakati wa maswali, kulikuwa kuna wakati watu wanaruhusiwa kupiga maswali pande zote, wanauliza. Sheikh al-Buti alipiga simu kwa maswali. Basi katika kuzungumza asema, sababu ilikuwa wazungumza, yani vipengele vingi walikuwa na vijadili. Sasa siku hiyo walikuwa wanajadili kipengele cha kwamba Ibn Taymiyyah ni mujassim. Buti anapiga simu na sema, mimi nimepekua vitabu vya Ibn Taymiyyah vyote, sijapata tajsimi ndani yake. Sheikh, mtu yupo katika mjadala mkubwa mubashara, wewe unapiga simu unaongea maneno haya ambapo kwamba hayana kichwa wala miguu. Imam akamwambia, la, Buti kwani Buti sio maneno yake, sio wahi. Mimi nathibitisha na ananiambia hajapata, kama hajapata yeye. Kwa kisha baada yake alikuja wanavyosema wanafunzi wake kwamba alitaraja. Wa min jumlati ma yastadillu bihi Ibn Qayyim fi kitabihi Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, na katika jumla yale anayotolea dalili Ibn Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, qawluhu hunaka, qawli yake huko sahifa 109. Taban kitabu hiki cha Ijtima' al-Juyush pia al-Imam radda alayhi, yani wa naqadahu naqdan, nasafahu nasfan, fatarakahu qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Asema wa dhakara عبد الرزاق، متاج عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيما،
inna Allah azza wa jalla, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, yanzilu ila samai dunya, yoteremka katika wingu dunia, walahu fi kulli sama'in kursiyun, na anaye katika kila wingu kiti cha enzi. Yani hii ni kuonyesha kwamba haulai mujassima yuthbituna anna Allah yaskunu fi sama. Asema fa idha nazala ila samai dunya, basi pindi akiteremka katika wingu dunia, jalasa ala kursiyi, uketi katika kiti chake cha enzi, thumma yaqulu, kisha anasema ila riwaya ni man alladhi yad'uni fastajiba lahu wama ila dhalika, yani ila akhiri riwaya kwamba nani ananiomba mimi nitamjibu kadha kadha, ile riwaya ambayo kwamba ni maarufu. Asema fa idha kana inda subhi, ikiwa wakati wa asubuhi, irtafa, huinuka, fajalasa ala kursiyi, akaenda kuketi katika kiti chake cha enzi. Alafu mtu anakuja anasema wahabi sio mujassim, yani hadha taysim wazi. Fataamalu fi hadha at-tajsim, bas pelelezeni katika tajsimi hii, wa tashbih na tashbih sarih, ambayo kwamba iko wazi, yani haikubali ta'wil. Sema wa qabla hadha an-nas mubasharatan, qabla an-nas mubashara, qala ibn al-Qayyim, amesema ibn Qayyim hunaka katika hicho kitabu chake, mustadillan, hali yakuwa anatolea dalili na hayo maneno atakayonukulu, mubarikan, hali yakuwa ni mwenye kuyabariki, ghaira munkirin, hali yakuwa si mwenye kupinga. Sema fi musnad al-Imam Ahmad, na katika musnad wa Ahmad, min hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutokamana na hadithi ibn Abbas, qissatu shafa'a, ni qissa cha nini? Cha shafa'a. Shona qissatu shafa'a, ni qissa cha shafa'a. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قصة الشفاعة، يعني الحديث بطوله، يعني ربما وهو الحديث بطوله أو الحديث بطوله، يعني ذكر الحديث بطوله pia zote sawa. Ameitaja hadithi kwa urefu wake, marfu'an, aliyekuwa ni marfu' pako mtume, wa fihi, na ndani yake, faati rabbi, tamwendea Mola wangu azza wa jalla mtukufu, faajiduhu ala kursiyihi, nitampata katika kiti chake cha enzi, au saririhi, au katika kochi lake, kitanda chake, jalisan, hali yakuwa ameketi. واضح يعني يحتاج الى التعليق. قلت المسمى لفظة جالسا، تمكن جالسا، زادها ابن القيم، زادها ابن القيم، ili tamko amelizidisha ibn Qayyim min kisihi, kutoka katika mfuko wake. Ili tamko amelitoa kibindoni mwake, maana halipo hata katika hilo riwaya lenyewe. Wala wujuda laha fil hadith, wala halina uwepo katika hadithi, fi musnad Ahmad, katika musnad wa Ahmad ibn Hanbal. Fahadhihi alkalima, bas kalima hiki, neno hili, min jumlati ziyadat ibn al-Qayyim, ni katika jumla ziyada za ibn al-Qayyim, wama yadha'uhu, na yala anayozua fil ahadithi, katika hadithi. Kwa hivyo tamko hilo, fajiduhu jalisan ala kursiyi au sarir, jalisan la wujuda la, yani ma anna alhaditha batil taban, yani pamoja na kuwa hadithi ni batil, kisha anaongezea matamko nyingine ambapo kwamba ni batil zaid, ndio fazada alkharq ala arraqi. وقد katika hashia, وقد اعترف بذلك الألباني في مختصر العلو, na hakika amelikubali hilo Albani katika kitabu chake Mukhtasar al-Ulu, yani amekubali kwamba tamko hilo amelizidisha Ibn Qayyim. Kadhalika vile vile muhaqiq ijtima' al-juyush al-islamiyya, muhakiki wa kitabu ijtima' al-juyush al-islamiyya, fi hashiyat raqam 11, katika hashia nambari 11, sahifa 108, min ijtima' al-juyush, katika kitabu ijtima' al-juyush. Wa kana laiq bi Ibn al-Qayyim, na lilikuwa jambo linaloendana na Ibn al-Qayyim, ayusamiahu, akite hii kitabu chake ijtima' al-akadhibi, mkusanyiko wa urongo, wal mawdu'at, na mambo ya kuzuliwa, fi muaradhati ahli al-haqq, katika kuwapinga watu wa haki,
biturahati, kwa porojo, wal israiliyati, na israiliyati. Yani asikite ijtimau al-juyush al-islamia, kwa sababu ijtimau al-juyush al-islamia ni kukusanyika na majeshi ya nini? Ya Kiislamu. Maulana asema anwani yake video ni hiyo. Wa fi hadha al-kitabi, na katika kitabu hiki, yadhkuru ibn al-Qayyim, anataja ibn al-Qayyim haditha akrimu al-baqara, hadithi ya mkirimuni ng'ombe, hadith batil mawdu', fayad'u ila al-aqaid al-hindusiyya, analingania katika itikadi za Kihindu. Yani hii faslullah ukisoma hata vichekesho mwisho kitabu Ijtimau al-Juyush al-Islamia, katika kuthibitisha kwamba Mungu yuko wapi? Yuko mbinguni. Kuna hadithi wameizua kwamba ati Mtume amesema mkirimuni ng'ombe, kwa sababu ng'ombe toka kigombe cha Banu Israili kile kilipoabudiwa, basi mpaka sasa hivi ng'ombe huwa yona haya, hainui kichwa juu kumwonea haya Mungu. Kwa hivyo hapa dalili tosha kwamba Mungu yuko juu. Sasa hii itikadi za Kihindu hizi, maana alhaditha batil, lakini pia ni mukhalifu lilwaqi. Ng'ombe huwa mara nyingine wanainua kichwa juu. Mwehu mwingine naye Kiwahabi asema Mwenyezi Mungu yuko juu. Angalia kuku anapokunywa maji hivi anafanya hivi, mwanake anamshukuru Mungu yuko juu. Sasa ndugu yangu, itikadi hizi za kutolea dalili maneno ya ishara za ng'ombe na kuku, Allahul musta'an. Wa awrada adh-Dhahabi fi al-Uluwi, na ameleta Dhahabi katika kitabu chake al-Uluwi برقم 77 nambari 77 nasan, ametaja nafsi fihi, mna ndani yake, anna Allah ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu, baada ma khalaqa as-samawati, baada ya kuumba mbingu. Angalia huyu mwehu asema nazala ila al-ardi, alishuka katika ardhi, fadahaha, akaitandaza. Ta'ala Allahu an dhalika, Mwenyezi Mungu ametukuka na hilo. Wa azahu lil-Bukhari, na akaitegemeza hadithi hii kwa Bukhari. Wala wujuda li hadha al-lafdh fi al-Bukhari, wala hili tamko halina uwepo katika Sahih al-Bukhari. Yani asema Mwenyezi Mungu alipomaliza kuumba mbingu akateremka akawa anaitandaza ardhi, anaitandaza namna hii. Qad dhakara ibn al-Qayyim, na hakika mtaja ibn al-Qayyim fi kitabihi Bada'i al-Fawaid, katika kitabu chake Bada'i al-Fawaid, faidatan hunaka, mtaja faida huko, min dhimni abiyatin marwiyatin, katika jumla abiyati ambazo kwamba zilizopokelewa ani Daraqutni, kutoka Daraqutni, fiha, mnandani hizo abiyati, anna Allah, yakwa Mwenyezi Mungu, yuqidu bijambihi, atamketisha pembezoni mwake, sayyidana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bwenetu Muhammad. Ta'ala Allahu an dhalika, Mwenyezi Mungu ametukuka kutokamana na hilo, uluwan kabira, utukufu lo mkubwa kabisa. So tatasimu wazi. Walwahabiyatu, na mawahabi almutamasilifun, masalafi uchara hawa, yatbauna hadhihi alkutuba, wana vichapa hivi vitabu, allati ambavyo kwamba fiha hadhihi alibarat, ndani yake kuna ibara hizi, wayanshurunaha, na wana visambaza, wayurawijunaha, na wana vitangaza, wayuadhimuna musannifiha, na wana watukuza watunze hivi vitabu, wayaqulun, na wanasema biannahum a'immatu at-tauhid, ya kwamba watunze hivi vitabu ni maimamu wa tauhidi, ambao kwamba al-khalis, iliokuwa safi, wa dini, na ni imamu wa dini. Famin zu'amaihim, basi katika viongozi wao, famin zu'amaihim, basi katika viongozi wao, wa imatihim, na maimamu wao, fi hadhihi almarhalati, katika marhala hii, katika kipindi hiki, Ibn Taymiyyah, sani Ibn Taymiyyah, wa huwa imamuhum, na ndio imamu wao, wa tilmidhuhu Ibn Qayyim al-Jawziyya, na mwanafunzi wake Ibn Qayyim al-Jawziyya. Kadhalika Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, vile vile Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Katika hasha anasema huwa mansubun lilhanafiyyati khata'an, huyu bwana amenasibisha na Hanafi kimakosa, wa huwa fil haqiqati, na yeye katika uhalisia ni hanbaliyun mujassimun. وابن شيخ الحزامين، هو ابن شيخ الحزامين، هذا أيضا مجسم. وابن عبد الهادي الحنبلي، هو ابن عبد الهادي الحنبلي. وابن نصر الدين الدمشقي، هو ابن نصر الدين الدمشقي، صاحب كتاب الرد الوافر، من كتاب الرد الوافر، ambacho kwamba alhawili kumradi
al-Imam Alauddin al-Bukhari. Mfahamu al-Imam Alauddin al-Bukhari alitoa fatwa ya kwamba mwenye kuitakidi Ibn Taymiyyah ni Sheikh al-Islam fa huwa kafirun. Naam. Min kitabu al-Jam' al-Mujassima. الدور الخامس دور لتانو أو مونغو تانو من أدوار المشبهة كتك ميونغو المشبهة والمجسمة المجسمة محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب النجدي وأنه ونجد واتباعه نفوسه. قال العلامة الفقيه الشيخ رضوان العدل بيبرس الشافعي المصري. amesema huyu Sheikh Ridwanul Adl Biyabris Ash-Shafi'i al-Misri, ni Misri sio Misri, ni Misri, al-mutawaffa sana alokufa mwaka 1303 fi kitabihi katika kitabu chake Rawdatul Muhtajin limaarifati qawaid ad-din, bustani la wenye kuhitaji kujua maarifa, kujua kanuni za dini. صحيفة 384 ما نسوها. سيما ثم ظهر بعد ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب كيشا كذهير بعد ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر كتك قرن 12 وتبع ابن تيمية نكنفات ابن تيمية وزاد عليه ناكزديش جوياك يعني جو يزيل اتكاد الزنفات ابن تيمية ndani وزاد عليه سخافة أكزديش جوياك وبمباف وقبح نووف وهو رئيس الطائفة الوهابية naye ndio kiongozi wa hili kundi la mawahabi. Qabbahahumullahu, Mwenyezi Mungu aweke mbali na khairi. Watabarraa minhu akhuhu, na alijitenga naye ndugu yake Muhammad Abdul Wahhab. Watabarraa minhu, na alijitenga naye akhuhu ndugu yake Sheikh Suleiman ibn Abdul Wahhab. Sheikh Suleiman ibn Abdul Wahhab huyu ndugu yake Muhammad ibn Abdul Wahhab, lakini alimkataa. Wakana min ahli al-ilm, na huyu bwana alikuwa ni katika watu wa ilmu. Fakana yunkiru alayhi inkaran shadidan, basi alikuwa akimpinga kupinga kulikokuwa kukali sana. Fi kulli ma yafaluhu, katika kila anachokifanya, au yaamuru bi, au anachokiamrisha. Walam yatba'uhu, na wala hakumfuata fi shay'in, katika kitu chochote mimi mabtadahu, katika yale aliyozua. Huyu Sheikh Suleiman ibn Abdul Wahhab asema wala hu kitabun fi raddi alayhi, ana kitabu katika kumradi ndugu yake Muhammad, wa huwa matbu'un, nacho kimechapwa. Samahu ba'dhum, wamekiita baadhi yao fasl al-khitabi min kitabillahi wa hadithi ar-rasul wa kalam al-ulama fi madhhab ibn Abdul Wahhab, wa tubia, na kimechapwa pia bismi sawa'iq al-ilahiyya, vimondo vya Mwenyezi Mungu, fi raddi ala al-wahhabiyya, katika kuradi mawahabi. Wa adhunnu, na nadhania anna al-ism ath-thani, kwamba jina la pili huwa sawabu, ndio sawa. Asema huyu mwanachuoni Ridwanul Adli, wa kana Muhammad ibn Abdul Wahhab, na alikuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab yanha anis salati ala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiwakataza watu kumsalia mtume. Wa yataadha, na alikuwa akiudhika min sama'iha, kutokamana kusikia swala za mtume. Wa yanha, na alikuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab akikataza anil itiyani biha, kuleta swala za mtume lailatul jum'ati, usiku wal jum'a. Wa anil jahri biha, na akikataza kudhihirisha swala za mtume ala almanairi, katika minara. Wa yu'dhi, na alikuwa akimuudhi man yaf'alu dhalika, alifanya hilo. Wa yuaqibuhu, na alikuwa akimwadhibu ashadda al'iqabi, adhabu kali mno. Wa rubbama qatalahu, na huenda mara nyingine anaweza akamua. Yani huyu bwana toba ndo muasisi wa huu gaidi wa uloko katika sufufi za mawahabi. Yani ukisoma historia ya Muhammad ibn Abdul Wahhab na yale aliyokuwa akifanya, hutouliza kwanza kwamba al-Shabab umetoka wapi, Daesh umetoka wapi, Islamic State umetoka wapi, Boko Haram umetoka wapi. Alowasisia ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wakana yaqul, na alikuwa akisema huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, yani wakana yaqul, na alikuwa akisema inna ar-rababata fi baiti al-khati'ah, hakika mwanamke katika nyumba ya malaya, yani zania, alikuwa akikusudia kwa neno hilo mzinifu. Aqallu ithman,
ana madhambi machache mimma yunadi bisalati ala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuliko yule ambaye kwamba ananadi swala ya mtume ala almanair, katika minara. Subhanallah, zamani ilikuwa watu wanaadhini kwenye minara, basi watu wakishamaliza adhana wanamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sauti. Huyu kafiri Muhammad ibn Abdul Wahhab asema mwanamke malaya asema madhambi yake ni machache kuliko mtu ananadi kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika minara. Na haya shekhe si mambo ya nadharia tu, ndio uhalisia ulivyo. Kwa sababu haya maneno mpaka sasa hivi pia wako baadhi ya mawahabi wanayodhihirisha. Baadhi yao wanashindwa kuyadhihirisha, lakini baadhi yao wanayadhihirisha. Mimi kuna kijana mmoja siku moja nilipokuwa Mombasa, kijana mmoja ni Mombasa, anasema alipita katika msikiti mmoja. Kuna muwahabi mmoja mwehu mshenzi kweli kweli wa Mombasa, anaitwa Zainul Abidin. Fima adhkur, jina lake ni hivyo, Zainul Abidin, mwehu mshenzi kweli kweli. Huyu kijana anaambia siku moja alimsikia huyu mwehu Zainul Abidin anahutubu siku ya Ijumaa, anasema mtu anayesoma maulidi, mtu anaenda maulidini, madhambi yake ni makubwa kuliko mtu anayezini na kulala na mama yake mzazi. Shuf, angalia, kuna ushenzi na ukafiri zaidi ya huu. Alafu mtu akambia hawa watu hawana neno bwana, ndugu zetu, ndugu zako wewe. Kwa hivyo haya mambo si kwamba yameishia tu kwa Muhammad ibn Wahhab, unaweza kufikiri kama ni mambo ya theory tu. La, ndio halisia ulivyo yani. Uyulabbisu ala ashabihi, uyulabbisu ala ashabihi, na kiwafanyia udanganyifu wafuasi wake, bianna dhalika kullahu, ya kwamba hilo lote analolifanya muhafadhatun ala tauhid, ni kwa ajili ya kuilinda tauhid. Wa ahraqa dalail alkhairat, na alichoma kitabu cha dalail alkhairat wa ghairaha na vinginevyo min kutubi salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam, katika vitabu vya kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Dalail alkhairat ya Imam al-Jazuli. Asa ukishangaa ushangaa yule kafiri Muhammad Bacho aliochupa kitabu cha Barzanji. Ukijua na tunasikia mara nyingi wanasema bwana toeni vitabu vya Barzanji, uchafu uendelee mkachome. So wanatangaza haya. Kwa hivyo usishangae kwamba kafiri lao kubwa alichoma hivi vitabu. Wayatasattar, na alikuwa akijificha biqauli, kwa kusema inna dhalika bid'atun, kwamba hiyo ni bid'a, wa annahu yuridu almuhafadhata ala tauhid, ya kwamba yataka kuilinda tauhid. Gani unaolinda yeye? Wakana yamnau atba'ahu, na alikuwa akiwazuia wafuasi wake min mutalaati kutub alfiqh, kuvipitia na kuvisoma vitabu vya fiqh wa tafsir na tafsiri wal hadith na hadith. Wa ahraqa kathiran minha, na alichoma vingi katika hivyo vitabu. Wa adhina, na alimruhusu likulli man tabi'ahu, kila aliyemfuata yeye, an yufassira alqur'ana, afasiri Qur'ani bihasabi fahmi, kulingana na fahamu yake. Yani vile unavyojisikia unavyofahamu fasiri hivyo hivyo, hakuna haja ya kurejea kwa Qurtubi wala nani. Hatta hamajal hamaju, mpaka wakazuka wapumbavu, min atba'ihi, katika wafuasi wake. Fakana kullu wahidin minhum, basi akawa kila mmoja katika wao, yafalu dhalika, analifanya hilo la kufasiri Qur'ani kwa fahamu yake. Wa in kana la yahfadhu shay'an min al-Qur'an, hasa kama hajahifadhi chochote katika Qur'an. Fa yaqulu alladhi la yaqra'u, anasema yule ambaye kwamba hasomi, yani yule ambaye kwamba hajui hata kusoma, li akhara, anamwambia mwingine yaqra'u, anasoma. Yani yule mtu anayejua hajui kusoma anamwambia mwingine anayejua kusoma katika wenzake, iqra alayya, nisomee, hatta ufassira laka, ili nikufasirie, hatta ufassira laka, ili nikufasirie. Yani yeye kusoma hajui, kwa hivyo anamwambia wewe soma tu, mimi nitakufasiria, nitakupa maana. Fa idha qara alayhi, akimsomea, fassarahu lahu biraihi, anamfasiria kwa rai yake. Wa amarahum, na akaamrisha wafuasi wake, ayamalu, wafanye, wayahkumu, na hukumu, bima yafahamuna, kwa kile wanacho kifahamu. Wajaala dhalika, na akalifanya hilo muqaddama, lenye kutangulizwa, ala kutubil ilmi, juu ya vitabu vya ilmu, nususul ulama, na nasi za wanazuoni. Kana yaqulu, na alikuwa akisema, fi kathiri min aqwali al-a'imma, min aqwali al-a'immati al-arba'a, katika nyingi miongoni mwa kauli za maimamu wanne, laysat bishani, hasi chochote. Kiambia
Abu Hanifa yosema Abu Hanifa nani bwana? Shafi asema kuna lolote. Wa min aqbahi kufriyati, na katika ovu zaidi ya ukafiri wake, annahu kana yantaqisu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kwamba alikuwa anamtia dosari na alikuwa akimshusha daraja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akimdharau mtume sallallahu alayhi wasallam kathiran, akimdharau mara nyingi, biibaratin mukhtalifatin, kwa ibara tofauti tofauti. Wayazumu, alikuwa akidai anna qasdahu, ya kwamba kusudio lake almuhafadhatu ala at-tauhid, ni kuilinda tauhid. Si ndio kama sasa hivi wanavyofanya? Yaani mtu aleta mambo ya kishenzi ya kikafiri akwambia sisi tuilinda tauhid bwana. Faminha, katika haya maneno yake alomkosoa au alomdharau kwa mtume, kauluhu, ni kauli yake, innahu sallallahu alayhi wasallam tarish, mtume ni tarish. Tarish yani ni nani? Wa tarish fi lughati ahli sharqi, na at-tarish katika lugha ya watu wa mashariki, al-mursalu min qaumin ila akharin, ni mjumbe aliotumwa kutoka kwa watu kwenda kwa watu wengine. Famuraduhu, maksudi yake, annahu sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba yeye mtume hamilu kutubin, ni mbeba barua tu. Ay ghayatu amrihi, yani upeo wa jambo lake, annahu katarish alladhi, ni kama mjumbe ambaye kwamba yursiluhu al-amiru, anayemtuma yeye kiongozi, au ghairuhu, au mwingine, fi amrin, katika jambo, li unasin, kwenda kwa watu, liubalighahum iyahu, ili wafikishie, thumma yansarifu, kisha anaondoka. Yani maana ya kusema maneno haya Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kwamba mtume ni tarish, yani kwamba mtume ni kama yule mtu tu anayetuma na barua, bwana shika barua hii, nenda kwa peleka sehemu fulani, ila akienda si anapeleka kisha narudi, ana maana yote yule. Naam. Yani kwa kile mtume sallallahu alaihi wasallam hana maana yote, ni kama tu wale wanaozunguka na nini, na barua za posta wanapeleka huku na kule, basi kasa'il baridi, yani kama mzungusha barua za posta, msambazaji wa barua za posta. Hadha intiqasu lin-nabi sallallahu alayhi wasallam. Wa kana atba'uhu, na alikuwa wafuasi wake, yaquluna dhalika, wakilisema hilo, bihadaratihi, mbele yake, wa huwa yudhhiru lahum ar-ridha, na yeye alikuwa akiwadhihirishia kuridhishwa na hayo maneno. Qala wahidun minhum, mmoja katika wafuasi wake alisema, asaya hadhihi, fimbo yangu hii, khairun min Muhammadin, ni bora kuliko Muhammad. Liannaha, kwa sababu hii fimbo yangu, yuntafa'u biha, inanufaishwa ya watu, yani yuntafa'u biha, inanufaikwa kwayo. Yuntafa'u biha, yani hii fimbo yangu ina manufaa, watu wanapata manufaa, mimi napata manufaa kwayo. Fi qatl al-hayyati, katika kumua nyoka, wa nahwiha, na mfano wake. Wa Muhammadun, na Muhammad, qad mata, amekufa, lam yabqa fihi naf'un, haijapakia manufaa yote kwake aslan kabisa. Wa inma huwa tarish, huyu ni mjumbe tu, wa qad madha, na kashaondoka tayari, ni mjumbe tu aloleta barua, kashaondoka, hana maana yote. Wala shakka anna hadha kufrun bil ijma'i, wala hapana shaka kwamba huu ni ukafiri kwa ijma' na uzuni. Enta bana hosikia nyinyi na mtume nini bwana, binadamu tu kashakufa. Sheikh, watu mpaka wanafikia kuwakataza watu Sheikh kufunga safari kwenda kulizuru kaburi la mtume Sheikh. Watu wana mahaba kwa ile mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakana yakuna, alikuwa akisema Ibn Abdul Wahhab, nadhartu fi qissati al-Hudaybiyah, nitizama katika kisa cha Hudaybiyah, fawajadtu biha kadha wa kadha kadhbatan, nikapata kuna murongo mingi sana, ila ghairi dhalika, na mingine sio hayo, min aqbahi al-muftarayat, katika mambo ovu zaidi yaliyozuliwa. Wa inma ataltu al-kalama, na hakika si linginelo nimerefusha maneno, fi madhhab al-wahhabiyyah, katika kueleza madhehebu ya mawahabi, liyulama, ili fahamike, anna taifata al-mawjudata al-ana, ya kwamba hili kundi lilopo sasa hivi bi Misri, al-qailata, ambalo kwamba lenye kusema binabdhi al-madhahibi, kuyachupa madhehebu, yani kundi ambalo kwamba linaitakidi na kuamrisha watu wayachupe, waweke mbali madhehebu, wala amali bil kitabi was sunna, na kufanyia kazi kitabu na sunna peke yake. Hum min dhimni taifati al-wahabiyya, hawa ni katika jumla ya kundi la mawahabi, alladhina ambao kwamba la dina lahum, hawana dini, la dina lahum, hawana dini.
muraduhum bil kitabi, maksudi yao kwa kitabu, ma yufassirunahu bihi, ni kile wanachokifasiri wao, wayafahamunahu, na kile wanachokifahamu wao, biafhamihimul kasidati, kwa fahamu zao zilizo dorora, biafhamihimul kasidati, kwa fahamu zao zilizo dorora, hasaba ahwaihim, kulingana na matamanio yao. Yani ala fikra, mtu anapoambia kwamba sisi tunalingania watu kufanyia kazi kitabu na sunna na kuacha bid'a na vitu vingine, kwani kuna mtu ambaye kwamba yeye anafanyia kazi Taurati na Injili? Yani ashabul madhahib, kina Imam Shafi, kina Imam Abu Hanifa, kina Imam Sufyan Thauri, kina Sufyan bin Uyayna, kino hao maima wote wao walikuwa wanafuata nini? Naam, madhahib wameasisi katika nini? Katika qawaidul kitabi wa sunna. Sasa nyinyi kwamba nyinyi mnasema da'watu sunna, sunna ipi mnalingania nyinyi? Yani kuna kipindi ambacho kwamba umma ulikosa kushikamana na sunna? Naam. Kuna madhehebu ambayo kwamba yanopinga sunna, lakini nini makusudio yao bil kitabi? Makusudio yao ni zile fahamu zao. Ya unajua kuna Qur'ani na fahamu yako. Qur'ani ni kitu kingine na ufahamu wako ni kitu. Nini makusudio yao kwa sunna? Ni watu wafuate zile hadithi za tashbihi, wafuate hadithi za tajsimi, wafuate zile aqaid kufria ambazo kama wanastakidi, ndio maana hayo ya sunna. Wa illa hakuna anayepinga sunna. Sasa tunajiuliza, kwa nini nahnu ahlu sunna? Ahlu sunna, sunna gani mnalingania nyinyi zaidi ya tashbihi na tajsim? Wa amma ma yaridu alayhim, ama yale yanawajia wao nasan kwa nasi, wala yaqdiruna ala ta'wilihi, wala hawezi kuyafanyia ta'wili, fayata'anuna fihi, wana yatia dosari, wayad'una, na wanadai annahu laysa min kalami nabii sallallahu alayhi wasallam, si katika, yani zile riwaya ambazo kwamba zinazowajia ambazo kwamba hawezi kuziharifu, wasema si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya jasui, haya kadha. Utaona mara nyingine hadithi sahihi kabisa, sahihi, lakini kwa sababu inaendana kinyume na mirengo yao, unakuta watafutia illa hata kama haina illa. Intaha ma aradna naqlahu, yamekoma yale tulotaka kuyanukulu min kalami al-allamati Sheikh Ridwan al-Adl Biyabrisi al-Shafi'i al-Misri al-mutawaffa sana 1303 hijriya. Wa minhu, na kutukamana na maneno hayo, yatabayanu, zinabainika baadhi al-afkari ar-ra'isiyati, baadhi ya fikra za kimsingi, alati ambazo kwamba kana yad'u laha ibn Abd al-Wahhab an-Najdi, alikuwa akizilingania Muhammad ibn Abd al-Wahhab an-Najdi. Wa yukhatibu Muhammad ibn Abd al-Wahhab fi kitabihi, na akiwahutubia Muhammad ibn Abd al-Wahhab katika kitabu chake Kashfu ash-Shubuhat, atba'ahu, akiwahutubia na kuwalingania wafuasi wake, biqawli, kwa kusema kwake, fa in qala laka al-mushriku kadha, mushrikina akikwambia hivi, faqul lahu kadha, mwambie hivi. Wa yaqsidu bil mushriki, na akikusudia kwa neno hili mushrik, wal mushrikina, na washirikina, mukhalifihi, akiwakusudia wapinzani wake, min al-muslimina, katika Uislamu. Ana kijitabu fulani hivi kinaitwa Kashfu Shubuhat. Tunaona mawahabi wengi mitaani wanakuwa navyo. Tunaona fa in qala laka al-mushriku kadha faqul lahu kadha, maksudi yake al-mushriki pale ni asiyekuwa muwahabi. Naam. Amma at-tashbih wa at-tajsim, ama tashbih na tajsim, faqad nashara al-wahhabiyuna, hakika wamesambaza mawahabi, warawaju, na wametangaza, wameeneza kutuban kathiratan, vitabu vingi, fi mawdu'i sifati, katika mawdu'i ya sifa, yani sifa za Mungu zile wanazomthibitishia wao, sifa ambazo kama ndani yake kuna tashbih na tajsim. Ka kitabi sunnati li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, mfano kitabu sunna cha Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, wa kitabu ar-radd ala Bishr al-Mirisi li Uthman ad-Darimi, wa alafa ulamauhum fi dhalika kutuban kathiratan, na wamechunga wanazuoni wao katika hilo vitabu vingi. Naqalu fiha hadhihi al-mabahitha, wamenukulu ndani yake hizi tafiti, min kutub Ibn Taymiyyah, kutoka katika vitabu vya Ibn Taymiyyah, yani tafiti za masala ya sifati, wa Ibn al-Qayyim, na kutoka katika vitabu vya Ibn al-Qayyim, wa ashbahi, na mfano wao. Wa min dhalika
na miongoni mwa vitabu alivyoandika ma dhakarnahu ni kile tulichokitaja min taalifi Sheikh Hamud At-Tuwaijiri, kutoka katika uchungo wa Sheikh Hamud At-Tuwaijiri li kitabu kuchunga kitabu Aqidat al-Iman fi khalq Adam ala surati ar-Rahman wa taqrid ibn Baz an-Najdi, na kukifanyia taqrid yani kukusifu Ibn Baz an-Najdi lilkitabu, kusifu kitabu hiki fi awali safati, mwanzo wa kurasa zake. Wa yulahadhu, na litatizamwa anna al-Wahhabiyya, ya kwamba mawahabi, yani yulahadhu itazingatiwa, yulahadhu na inazingatiwa anna al-Wahhabiyya, ya kwamba mawahabi fi hadhihi al-fatara, katika kipindi hiki, yani kipindi cha Muhammad ibn Abdul Wahhab mpaka sasa hivi, kanu akthara tanziman, walikuwa wana mipangilio sana, wa takhtitan, na walikuwa wana mikakati sana, fastata'u, wakaweza qalb al-haqa'iq, kugeuza uhalisia wa mambo, kubadilisha uhalisia wa mambo, wa iqna' al-amma, na kuwakinaisha halaiki ya watu wa kawaida, litawaffuri al-mali, kwa sababu ya kuweko mali, bishaklin kabiri, kwa kiasi kikubwa, fi hadha dauri, katika muongo huu, lahum, kwa wao. Yani katika muongo Muhammad ibn Abdul Wahhab mpaka sasa hivi, ukizingatia au kipeleleza, utaona kwamba mawahabi wamekuwa na mipango sana na wamekuwa na mikakati sana, kwa sababu mali za petroli ziko, si ndio? Mali ziko, hazina kazi. Kwa Wahabi kuenezwa katika miji hii ya Afrika na miji mingine, umeenea kwa nini? Naam, umeenea kupitia nini? Kupitia mali. Walinganizi wengi walioingia katika Wahabi waliingia kwa sababu gani? Kwa sababu ya pesa, hasa wakati wa King Fahd, na hata wakati baada ya King Fahd kufa na mali kuanza kupungua, wako baadhi ya watu wakawa hawafanyi tena harakati za kiwahabi kwa sababu pesa haziji. Walidhafi al-ilmi, na kwa sababu ya udhaifu wa kielimu inda mukhalifihim, kwa pinzani wao, min ahli sunnah wal jamaa, katika ahli sunnah wal jamaa. Ukiangalia kipindi hapa katika baadhi ya miji uliingia udhaifu wa ilmu kwa sababu ya uchache wa wanazuoni, kutokamana na uhaba wa pesa, umaskini. Watu wanashindwa kufanya harakati, wanaenda kutafuta mali, huku harakati wakizifanya kwa uchache. Wakati huo wenzako wanapewa mali masaa 20 na kazi yake ni hiyo hiyo, mtakuwa sawa? Wa huna, na hapa unabihuna, natanabahisha ila anna salafiyata, ya kwamba masalafi mawahabi, hizbun munadhamun, ni chama, ni kikundi kilichopangiliwa, kilichoratibiwa, bikulli ma lilhizbiyyati min ma'nan, yani ni kikundi ambacho kwamba kina, ushaona, maana yote katika maana yanayomaanishwa na nini? Na ukikundi. Huna unabihu, na hapa nazindusha ila anna salafiyata, ya kwamba masalafi, hizbun munadhamun, ni hizbu, ni chama kilicho nadhimiwa, kilichopangiliwa, bikulli ma lilhizbiyyati min ma'nan, yani ni chama ambacho kwamba kina maana zote ambazo kwamba zinamaanishwa na neno nini? Na neno chama. Shaone, kuna kiongozi wa juu, kuna kiongozi wa chini, kuna waratibu, kuna makatibu, kuna waenezi, kuna yani ni hizbun munadhamun bikulli ma lilhizbiyyati min ma'nan. Hiki kundi ni chama kama vyama vingine. Usulu hadhihi taifa, misingi ya kundi hili la kiwahabi. Asema hal hiya fikratun jadidatun, je, hili kundi la mawahabi ni fikra ngeni iliyokuja? Am hiya ihya'un li fikrin qadimin, au kundi hili ni kuhuisha tu fikra ambayo kwamba ilikuwa kitambo? Na hapa kuna baadhi ya watu wanapoeleza mabahith au masaili ya mawahabi wasema ni fikra iliyokuja nini? Ni ngeni, ama ni vipi? Wasema ni fikra ngeni, si ndio? Vuko watu wengi wanafahamu hivi. Lakini je, uhalisia ulivyo ni vipi? Asema alhaqiqatu, uhalisia ulivyo ni kwamba anna al-unsur alladhi, ya kwamba kiungo ambacho kwamba alaihi madarul amri, juu yake ndio kuna mzunguko wa jambo hili la mawahabi, fi hadha al-bahthi, katika tafiti hii, huwa unsurul i'tiqadi, ni kiungo cha nini? Cha itikadi, kama qaddamna, kama tulivyotanguliza. Wa yatalakhasu al-amru, linafupika jambo
indama natakallamu anil wahabiyyati wassalafiyya, wakati tunapozungumzia mawahabi na wasalafi, ufupi ni kwamba ila annana, ya kwamba sisi nandhuru, tunaangalia ila abrazil maalimi, tunaangalia zile ishara, zile alama zilizodhihiri zaidi, wa ahamil afkari, na fikra muhimu zaidi, alati ambazo kwamba yad'u ilaiha haulai, wanalingania juu ya fikra hizo hawa mabwana, liyatimma lana, ili timie kwetu sisi, fahamu judhuri hadha alfikri, kufahamu mizizi ya fikra hii, wa min aina tasarraba, na kutoka wapi imepenya, lihadhihi umma, kuja katika umma huu. Yani anasema wakati tunapotaka kujua uhalisia wa itikadi za mawahabi, ni kwamba lazima tuangalie yale mambo maalim, yale mambo yaliyodhihiri yanayotofautisha wao na wengine, na tuangalie zile fikra ambazo kwamba mawahabi wanarakiz, wanatilia mkazo juu yake ni zipi. Yani tukishazifahamu hizo, tutajua je, ni ipi mizizi ya mawahabi, ni fikra ngeni iliyokuja au ni kuhuisha fikra ambazo kwamba zilikuwa zikiitakidiwa na wapotoshaji wengine kabla yao. Asema fa ahamu afkari salafiyin, basi fikra muhimu zaidi za masalafi alwahabiyin, mawahabi, kama huwa maalumun, kama inavyofahamika, huwa tashbihu wa tajsim, ni kumshabihisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake, ni kuitakidi kwa Mwenyezi Mungu ni jismu, wa ta'tilu al-aqli, na kuyatilisha akili, yani kuto kuifanyisha kazi akili, wa muharabatu al-aqlaniyin, na kuwapiga vita watu wenye kuitumia akili, ay man yasta'milu al-aqla, kuwapiga vita watu wanaotumia akili, fi fahmi dini, katika kuifahamu dini, wa bughdhu ahli al-bayt, na kuwachukia ahli al-bayt, wa adamu al-i'tirafi bifadlihim, na kuto kukubali fadhila zao, wa qadrihim, na cheo chao na daraja yao. Hizo ndizo fikra msingi mama ambazo kwamba wanazozisimamia na kuzilingania mawahabi. Mawahabi ni watu hawana akili. Mawahabi ni watu wanaopiga vita akili. Wa ara, na naona, anna hadha alfikra, ya kwamba fikra hii kana mawjudan inda al-umawiyin, ilikuwako toka wakati wa Bani Umayya, wa huwa mutasarribun ilayhim, na fikra hii imepenya kuja kwao, yani imetoka kutoka Bani Umayya ikaingia kwa Mujassima, wa ila man jaa ba'dahum, na kwa watu ambao kwamba walikuja baada yao, min ahli alkitabi, imetoka kutoka kwa ahli alkitabi. Yani fikra hii ya tashbihi na tajsim imepenya kuingia kwa Bani Umayya kutoka kwa Mayahudi na Wakristo, ikapenya ikaingia kwa Bani Umayya, ikatoka ikaingia kwa Mujassima, waliofuatia ikatoka ikaingia kwa kina Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fakabu al-ahbari alladhi, kwani Kaabu al-ahbari ambaye kwamba kana yahudia, na alikuwa ni Myahudi, fa aslama, akaslimu, wallahu a'lam bi islami, na Mwenyezi Mungu ndiye ajua zaidi uislamu wake ulikuwa vipi. Adkhala afkaran kathiratan, aliingiza fikra nyingi, fi tashbih wa tajsim, katika tashbih na tajsim alizingiza katika Uislamu. Idhan, kulingana na kikundi etina vipengele hivi tulivyovisoma hapa, inatabayani ya kwamba uwahabi si fikra ngeni iliyokuja, bali ni kuhuisha fikra za wapotovu wengine ambao kwamba walikuwa kabla yao, kwa miongo tofauti ambao kwamba tulisoma kuanzia muongo wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka huu muongo wa tano. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin.